Dorothy, watu wengi walidhani kwamba pengine ndiye ungekuwa mgombea urais mwaka 2025 na ulionyesha nia ya wazi, ulionyesha mpaka hatua zilianza kuonekana unaenda kugombea urais. Nini kilitokea? Mabadiliko yakafanyika na hatimaye mkamchukua Bwana Mpina akawa mgombea urais. Asante sana. Ni kweli nilijiandaa na chama kama chama kingine chochote ambacho kinajiandaa kwa ajili ya kushiriki na kushinda chaguzi, zikiwemo chaguzi za serikali za mitaa na uchaguzi mkuu. Sisi ACT Wazalendo pia tuliendelea kujiandaa na mikakati yetu iliendelea, na ndani ya mikakati yetu, pamoja na kuwa na wagombea wengine ikiwemo mimi uraisi na nafasi nyingine ndani ya chama, tulikuwa pia na mkakati wa kutafuta pia wagombea wengine ambao watakuja kuungana na sisi na kugombea nafasi mbalimbali ili kuendelea kushawishi Watanzania kujiunga na ACT, kutangaza sera zetu na kupata ushindi mkubwa. Kwa hiyo kuja kwa Mheshimiwa Mpina, mchakato wote mpaka kuchaguliwa kwake kuwa mgombea uraisi wa chama cha ACT Wazalendo katika uchaguzi uliopita wa Oktoba 2025, ilikuwa ni sehemu yetu ya mkakati ya kuendelea kukiimarisha chama na kupata viongozi wengi wenye ushawishi makini ambao watagombea kwenye nafasi mbali katika chama chetu. Kwa hiyo wewe kuwekwa kando na kuingia Mpina, hii tafsiri yake nini? Mimi sichukuli kama niliwekwa kando. Kumbuka mimi ni kiongozi wa chama. Na kazi ya kiongozi wa chama ni kusimamia malengo na maono makubwa ya taasisi na kuongoza ule mchakato mzima wa uchaguzi. Ndiyo. Kwa hiyo nilikuwa nimeweka nia, lakini hapo nilikuwa nina wajibu wa kuhakikisha kwamba chama changu kinaendelea kupata wagombea bora kwenye kila nafasi na hatimaye kupata ushindi, uungwaji mkono mkubwa na ushindi mkubwa kwenye nafasi zote ambazo zinagombea. Sisi tunaona, mimi binafsi kama Dorothy Sem, naona ilikuwa ni sehemu ya mchakato, sehemu ya ukuaji wa chama, lakini sehemu ya utayari wa chama ya kupata watu bora na makini ambao watakuwa tayari kushirikiana na sisi kuleta mabadiliko ya kweli kwenye swala la kisiasa nchini. Mpina kuonesha nia ya kuwa mgombea na mpaka michakato ilivyoenda mpaka ilipokwama, kwenu nyinyi imekuwa ni hasara ama faida? Siwezi kusema ni hasara au faida, lakini kwanza ni namna chama changu kilivyoendelea kusimama imara, kupigania haki yake ya kupata mgombea urais katika nafasi tulizokuwa nazo mahakama na maeneo mengine, lakini pia ule ustahimilivu na kuweza kuvuka kwenye hatua ngumu ambazo mimi naamini ingetokea kwenye taasisi nyingine ingeweza kuyumba na kuparaganyika wakati wa uchaguzi, lakini sisi tulisimama imara na kuangalia lile lengo letu lilikuwa ni nini ili tulifikie na tufanikiwe. Unajua wakati wa uchaguzi mambo mengi huwa yanatokea, na mkiwa mmejipanga kwamba hapa tunaenda kuwa na mgombea urais, hivi ndivyo tutaendesha kampeni yetu, mgombea urais pia ana wajibu mkubwa wa kunadi wagombea. Kwa hiyo hapo tulikosa hiyo fursa muhimu sana kwenye kuendelea kunadi sera zetu na kushawishi Watanzania watuunge mkono. Kwa hiyo pia ni funzo kubwa, kwa sababu hizi ni siasa na inaonyesha ni jinsi gani siasa zetu zinavyoendeshwa, kwa sababu ni mara ya kwanza taifa letu mtu ambaye amechaguliwa na chama, amedhaminiwa na chama, kwa sababu sifa ya kugombea urais lazima udhaminiwe na chama cha siasa, amenyimwa nafasi hiyo ya kuifanya kazi yake aliyopewa na chama husika hapa ACT Wazalendo. Kwa hiyo kuna mafunzo mengi, lakini
sisi tunajivunia kama chama kwamba tumeendelea kusimama imara, mgombea wetu aliendelea kusimama imara, tumeendelea kukinadi chama, tumeendelea kupata uungwaji mkono mkubwa. Sao. Na tumeendelea kuitafuta hiyo haki yetu ya kugombea. Kasoro ama kile kilichopelekea Mpina kukwama kwenda kugombea urais ni kiliibuliwa ndani ya chama na mwanachama wenu. Hii tafsiri yake ni nini? Unajua ni picha tu inavyoonekana, lakini sisi tunaona ile zilikuwa ni hila na njama za mfumo kumkwamisha ndugu Mpina, kwa sababu alionekana ana ushawishi mkubwa. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba mwanachama wenu alitumika? Watu wengi wanatumika. Tumeona jinsi siasa zinavyoenda, tumeona jinsi migogoro ndani ya chama au masuala mbalimbali yanavyoibuliwa. Mara nyingi wanatafutwa watu ambao watawakilisha ili ionekane kwamba hili ni tatizo la ndani, lakini si kweli. Lakini kasoro ya kikanuni, kasoro ya kuvunjwa kwa katiba lilikuwa ni swala la kweli ama si la kweli? Sio la kweli. Hakuna kasoro ya kikanuni, hakuna kasoro ya katiba. Kwa nini sasa mlishindwa michakato ya chama cha ACT Wazalendo? Lakini mlienda mahakamani na bado mkashindwa. Mahakama ikaona kwamba kilichoibuliwa ni kitu sahihi. Si kweli. Kumbuka Mpina alipewa nafasi. Mpina alirudishwa na mahakama. Akawasilisha fomu zake na hatimaye akateuliwa na tume. Lakini Dorothy, nadhani swala la kimahakama halikuwa kuhusu kanuni za kichama. No, kuna kesi mbili tofauti. Kuna kesi ya kwanza tulioifungua ilikuwa ni haki ya mgombea wetu kurudi kwenye mchakato wa uchaguzi. Na kesi nyingine ambao ipo mahakamani bado inaendelea. Na Mpina pia tumekata rufaa kwa mahakama ya rufaa. Kesi nyingine ambayo tulimshtaki msajili wa vyama vya siasa kwa kumzuia mgombea wetu kusema kwamba hana sifa za kuwa mgombea, kwa sababu hiyo sababu ndio iliyotumika na tume wakati Mpina alivyokatiwa rufaa na mwanasheria mkuu wa serikali. Sasa watu wanataka kuonesha kwamba hili ni tatizo la ndani. Sio kweli. Michakato ya chama cha ACT Wazalendo ilikuwa hadharani, ilikuwa wazi, na sisi michakato yetu inaendana kutokana na katiba na kanuni zetu za uchaguzi, na tumekuwa na utaratibu wa kutengeneza kanuni za uchaguzi kutokana na mahitaji, hususan tukiwa na uchaguzi mkuu au uchaguzi wa ndani, kuziboresha. Kwa hiyo sisi tulishaboresha kanuni hizo na kuonesha namna ambavyo michakato wa kumpata mgombea urais au bunge unavyofanyika, na sifa nyingi tulizoziweka ni sawa sawa na sifa zinazopatikana kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sawa, tupo hapa na Dorothy Sem tukizungumza kuhusiana na mwenendo wa ACT Wazalendo kabla, wakati na hata baada ya uchaguzi. Sasa ni nini wao wanakifanya? Umeniambia hapa kwamba kuna kesi bado ziko mahakamani, mnaendelea kutafuta haki ya kuhusiana na michakato ilivyokuwa imeenda. Sasa nikikuuliza kwamba hivi swala la baadhi ya watu kutoka labda chama fulani kuhamia chama, kwa mfano Mpina labda kutoka CCM kuhamia ACT na kupewa nafasi moja kwa moja kugombea ngazi ya juu kabisa, nyinyi kama ACT hamuoni kama mlikuwa mnadogosha viongozi wengine mliowakuza ndani ya chama? Hamwapi nafasi, badala yake anakuja mtu mgeni? Unapokuwa mwanademokrasia, unapokuwa mtu au chama au taasisi inayotafuta kushika dola, unaendelea kufanya kazi yako kwanza ya kuwatafuta wanachama na watu mbalimbali ambao unaona wakiungana na nyie wataleta ushawishi mkubwa wenye kuungwa mkono na kuleta hayo mabadiliko. Lakini pia unafanya kazi ya watu wako. Sisi tulifanya yote, na sisi watu wanaweza kufikiri au kumuona Mpina ambaye alienguliwa wakati ule wa kura za michakato ya Chama cha Mapinduzi, lakini sisi tulimfuata Mpina kabla ya hapo. Yale yalikuwa ni michakato tu ilivyoenda. Sisi tulimtafuta Mpina kabla ya hapo. Hakutokea tu na kuibuka. Kwanza watu wanatumia neno ibuka, hakuibuka. Sisi tulimfuata Mpina, tulimshawishi na akakubali kuja ACT Wazalendo. Kwa nini mlimfuata Mpina? Mliona nini yani kwake? Sisi tumekuwa tukiangalia siasa zinavyoenda, mwenendo wa siasa za nchi zetu. Tulimuona Mpina alivyokuwa bungeni, hasa bunge hili
la 12 alivyokuwa anatetea hoja za wananchi, alivyokuwa anasimama kidete kupambania mabadiliko na ukweli na mvuto wake katika kisiasa. Na tukaona kwamba yule ni mwenzetu, ingawa yuko kule lakini bado ni mwenzetu na anaweza kufit kwenye siasa ambazo ACT Wazalendo tunazifanya. Kwa hiyo haikuwa tu ni baada ya yeye kukatwa tukaibukia, hapana, kulikuwa kuna michakato, kulikuwa kuna mazungumzo na hatimaye tukafanikiwa. Kwa hiyo wakati yote hayo yanaendelea, na sio Mpina tu, tuliwafata watu wengi wengine, wanasiasa mashuhuri, wanasiasa ambao kweli wanapigania na kupambania mabadiliko katika nchi yetu, na tuliona ambao hawa wanaendana na tunayoyafanya na waweza wakawa sehemu yetu katika haya mapambano tunayoendelea na katika uchaguzi ulioko mbele yetu. Kwa kuwa kuna wengine walifanikiwa kuja, wengine hawakufanikiwa, na wengine waligombea nafasi mbalimbali ndani ya ACT Wazalendo na walidhaminiwa na chama kwenye nafasi mbalimbali za ubunge na udiwani.
ni kutokana na mwenendo, manake ni kama tunasikia kauli tofauti hivi, ni kutokana na mwenendo wa uchaguzi mkuu ulivyokuwa, ama ni kutokana na suku yenyewe inavyoendeshwa mkiwa kwenye mfumo? Sababu viongozi wengine wanasema hamwingii kwenye suku kwa sasa kwa sababu mliporwa matokeo. Kuna masuala mengi ambayo yametufanya mpaka sasa tusiwe sehemu ya serikali ya Umoja wa Kitaifa. Na kama nilivyosema, sisi tunataka ushiriki wetu katika serikali ya Umoja wa Kitaifa iwe ni ushiriki wenye tija, na ushiriki ambao kweli utatimiza na kuleta matokeo yaliyodhamiriwa wakati wa kuunda serikali ya Umoja wa Kitaifa kwa maslahi mapana ya watu wa Zanzibar. Na hatuna haraka wala hatutahitaji mashinikizo. Sisi tunataka kuona kwamba ushiriki wetu unakuwa na tija, na yale ambayo kweli tunaamini na tunataka yafanyiwe kazi, yatafanyiwa kazi kwa wakati na yataleta tija kwa wananchi. Haya ambayo sasa hivi mnayashughulikia kupitia hizi kamati mnazoziunda, sio kamati tunazoziunda, ni kamati moja ambayo imepewa wajibu, malengo na maelekezo na kamati kuu ya chama, kwamba sisi kama taasisi tunaona tupite wapi na nini kifanyike. Kamati hii inaweza ikawa ina nguvu zaidi kuliko ambavyo kwa miaka 5 mlikuwa ndani ya SUK hamkuweza kubadilisha mlichokitaka. Sisi tunaona kamati hii ni sehemu ya watu tuliotanguliza. Ni sehemu ambao wameenda kupeleka hoja tulizowatuma, yale tunayoona na nini kiwe masuluhisho. Lakini kumbuka, haya ni mambo ya mazungumzo, ni mambo ambayo watatuletea matokeo baada ya michakato hiyo, na sisi tutatathmini na kuona kama hapo walipofikia patakuwa ni faida au la kwa yale maono makubwa tunayoona kuhusu serikali ya Umoja wa Kitaifa. Unajua, wakati fulani sisi tulijiuliza hapa kwamba kama sababu mojawapo ya kuwa na, sisi tutaita kusita kuingia kwenye serikali ya Umoja wa Kitaifa ni kutokana na mchakato wa uchaguzi mkuu mwaka 2025, kwamba mliporwa matokeo, mliporwa majimbo na kadhalika. Kwa nini sasa ACT mkakubali wawakilishi na wabunge wakale kiapo kwenye uchaguzi ambao mnaona una dosari kubwa, lakini kwenye nafasi ya makamu wa kwanza wa rais mnakataa? Yani, kwa nini mnakataa kwenye nafasi ya makamu wa kwanza wa rais? Mnasema matokeo yana dosari kubwa, lakini mnakubali kwa wabunge wanaenda kuwapa na mpaka wanapewa kamati za uongozi bungeni. Mnaona kwamba hawa wanastahili kuwa na nafasi hizo. Ndugu mtangazaji, haya kama tulivyosema ni mapambano. Tunashiriki tukipambana, tunapambana tukishiriki. Sisi tunaenda tukiangalia mawanda mapana, picha kubwa, kwamba hapa tuna wawakilishi wa wananchi, tuna wananchi wanaohitaji sauti ya kuwasemea, sauti ya kuwatetea haki zao. Lakini wakati huo tunaitafuta haki ya mwananchi ya Zanzibar, haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Kwa hiyo tutatumia kila avenue husika ipasavyo kuhakikisha kwamba tunapata matokeo bora kwa maslahi mapana ya wananchi wa Zanzibar. Kwa hiyo wawakilishi wetu tumewatuma wakafanye kazi yao ya msingi ya kuongelea maslahi mapana ya watu wa Zanzibar kupitia mawanda ya vyombo vya maamuzi, wakiwemo wabunge na madiwani. Na kwa upande huu wa picha kubwa ya serikali ya Umoja wa Kitaifa, tunataka kuona nafasi yetu kama ilivyo, narudia tena, iwe na tija, iwe ni sehemu ya kutimiza malengo makubwa yaliyowekwa ya uwepo wa serikali ya Umoja wa Kitaifa, ikiwemo kulinda haki ya mwananchi wa Zanzibar ya kuchaguliwa na kuchagua viongozi wake. Kwa hiyo nalo ni eneo lingine ambalo kama nilivyosema tumetuma wawakilishi, wanaendelea na mazungumzo. Tuna imani yatakuwa ni mazungumzo yenye tija, na yatakuwa ni mazungumzo ambayo yataleta yatakuja na muktadha tofauti na tuliozoea awali, ili tusirudi kule. Ndio maana tunataka tusirudi kule kwa yaliyotukia 20 mpaka 25. Tunataka kama kutakuwa na ushiriki wetu, basi uwe ni ushiriki ambao
utakuwa wa kitofauti, lakini utakuwa ni kwa maslahi mapana na faida kwa watu wa Zanzibar. Bana, naomba nikukumbushe kwamba uchaguzi mkuu uliopita kule Zanzibar ulimpa ushindi wa urais kwa 74.8% Dr. Hussein Ali Mwinyi wa CCM, na aliyefuatia ni ndugu Othman Masoud Othman ACT Wazalendo alipata 23.2%. Na kikatiba sasa hapo maana yake ACT wao walipata sifa ya kuunda serikali na CCM, kwa maana hiyo serikali moja ya kitaifa, kwa sababu ushindi wao umezidi 10% ya kura zote. Lakini kama sasa ndio tuchukua tunakizungumza hapa, kwa nini hawajaingia kwenye serikali moja ya kitaifa? Kuna wizara pia ziko wazi ambazo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ameziacha wazi kwa ajili ya ACT wapendekeze majina kama vile wizara ya afya, wizara ya utalii na mambo ya kale, kuna wizara ya biashara na maendeleo ya viwanda. Kwa hivyo tunavyozungumza hizi wizara hazina mawaziri, bado zipo wazi. Wanasubiriwa ACT wapendekeze. Unajua Lambert, wakati unayasema hayo kutoa ili rais afanye uteuzi. Wakati unayazungumza hayo na wakati Dorothy anatupa tathmini ya kile ambacho wao kama ACT wanakiamini au wanakihitaji, ukumbuke kwamba tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC tayari imeanza utekelezaji wa zoezi la kuziteketeza zile nyaraka za uchaguzi mkuu wa Oktoba. Siku 90 zimepita. Na ACT walipinga hilo. Ndio, tuliweka zuio kwa sababu pia kama sehemu ya kuendelea kudai haki yetu ya kuchagua na kuchaguliwa, tuna kesi 25 Zanzibar, kesi mbalimbali za wawakilishi na wabunge kwa upande wa Zanzibar. Na katika swala hilo pia tuliweka zuio mahakamani kwamba tume isiendelee na zoezi hilo la kuharibu nyaraka za uchaguzi, kwa sababu hizi nyaraka zimetumika na tume wenyewe na ACT kama sehemu ya ushahidi wa hayo mashauri yetu yaliyoko mahakamani yanahusu uchaguzi wa Zanzibar kwa upande wa Zanzibar. Zoezi limeanza na limeanzia Pemba na watakuja Unguja. Tutaendelea kuona maamuzi ya mahakama kwa sababu kama nilivyosema, sisi ni watu ambao tunaendelea kuitafuta haki yetu na hatutasita. Kwa hiyo tayari ombi hilo lilikuwa limepokelewa na nafikiri litakuwa limeshapangiwa jaji, na tutaendelea kusikiliza maamuzi yanayotolewa na mahakama. Bana, mimi nilikuwa napitia hapa tovuti ya Ikulu Zanzibar. Inaonesha kwamba Othman Masoud Othman ni makamu wa kwanza wa rais. ACT mnatambua hilo kwamba nyaraka mojawapo ikiwemo tovuti ya Ikulu Zanzibar inamtambulisha Othman Masoud Othman kama makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar? Jukumu la chama chama ndicho kinatakiwa kipeleke jina la mteule wa makamu wa kwanza wa rais Zanzibar. Ndio. Na baada ya uchaguzi wa Oktoba 25, chama cha ACT Wazalendo bado hakijafanya huo wajibu. Kwa hiyo nafikiri ni yale mambo ya muendelezo, hakijafanya huo wajibu. Na tukifanya huo wajibu sisi tutasema hadharani kama tumefikia hatua hiyo. Sasa kwa hiyo hii nyinyi mnaitafsiri vipi? Naitafsiri kama the website ambayo haijawa updated au watu ambao wanatakiwa wapitie kazi zao. Ndugu kiongozi mkuu, ipo updated kwa sababu hizo wizara tulizosema bado hajapendekeza majina, wameweka vivuli. Ili uwe makamu wa kwanza wa rais unayetokana na chama kingine cha siasa, ni lazima jina lako lipendekezwe na chama cha siasa. ACT hatujafanya hivyo. Ni lazima pia upitiwe michakato ya kuapishwa. Hakuna jukumu lililofanyika. Sasa hivi mwenyekiti wetu wa chama ni makamu wa kwanza wa rais mstaafu, aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais kwa upande wa Zanzibar mwaka 2021 mpaka mwaka 2025. Sawa. Bana, naona wakati pia umekimbia sana, na nadhani kwa nafasi hii tumuombe kiongozi mkuu wa chama
atuambie yale ambayo sasa tofauti na hii michakato ya kesi mahakamani wapi na wapi. Chama focus yake kubwa inataka kuona nini Tanzania? Chama chetu focus yake tunataka kuendelea kuwa sauti ya Tanzania, kuendelea kuwa chama makini kinachosimama na haki na maslahi mapana ya Tanzania. Tunataka kuhakikisha tunatekeleza kwa vitendo slogan yetu ya taifa la yote kwa maslahi ya wote, kutekeleza kwa vitendo slogan yetu ya Zanzibar moja, Zanzibar mpya, mamlaka kamili. Lakini tunataka kuona kama chama tunajifanyia tathmini, tunaendelea kuweka mikakati bora ya kuhakikisha kwamba chama hiki kinakuwa imara, kinakuwa na uungwaji mkono mkubwa, na tunavyoendelea mbele yetu kuna michakato mingi itakuja, michakato ya maboresho ya katiba, michakato ya kuongelea na kusimamia haki za wananchi, michakato ya kupaza sauti katika maeneo mbalimbali ambapo wananchi wa Tanzania wanataka majibu, na michakato mingine ya kisiasa, lakini zaidi chama ambacho kinajiandaa kushika dola. Sawa sawa. Basi ni hayo. Brunite. Maskani ya michongo, fursa na makao makuu ya nchi. 89.7 Bongo FM Dodoma. Kile kitu cha mpunga safi na harufu ya kushtua majirani kimepoa kwenye sahani ya 104.9 Bongo FM Kiela. Siku inapewa nguvu kwa ujazo wa aina yake. Mishe fursa na mtindo wa maisha kwenye Power Bank. Haya bana, basi sisi tunamaliza zetu na kimsingi tukushukuru sana Dorothy Sem kwa kuja. Tunawatakia kila laheri kwenye mapambano yenu, labda kama la mno la kuongezea. Asante sana, na sisi ACT Wazalendo tunaendelea kuwashukuru wa Tanzania kwa kutuunga mkono, kwa kuwa na sisi katika miaka yote hiyo, na tunashukuru kwa mwaliko wa Bongo FM. Sema madiwani wangapi? 60 Tunao madiwani 63. Si mchezo. Si mchezo, na tunataka watimize wajibu wao wa kuwa sauti za wananchi, kuwatetea na kusimamia maslahi ya wananchi. Na mnawafuatilia kuona kama tunawafuatilia. Ndio maana ile ziara tunawafuatilia, tunawasimamia ili tuhakikishe kweli wanatimiza wajibu wao. Umesema ziara nyingine unaianza lini? Bado hatujatangaza tarehe, lakini itakuwa pia ni ziara ambayo viongozi wengine wakuu wataenda maeneo mengine. Viongozi wakuu ni wale viongozi 7 wa juu katika taasisi. Kwa kama nilivyosema, tumeanza Pemba, Unguja, Kusini, Kaskazini, na itaendelea. Na tutakapokuwa tayari tutatoa matangazo yetu hadharani. Na nyinyi mnatoa fursa kwa wananchi kwamba bwana, una swali, una hoja, una malalamiko? Tunatoa fursa. Kama kuna chama ambacho kinapenda kusikiliza na kupata mirejesho kutoka kwa wananchi, kimoja hapo ni ACT Wazalendo. All right. Kipekee sana sisi tukushukuru wewe ambaye ulitenga muda wako ukaanza kutusikiliza tangu saa 3 kamili asubuhi tulipoanza Power Bank. Tulianza kwa kukupa mchongo ambao upo kwenye fursa za tenda za serikali kupitia mfumo wa Nest. Wewe Mtanzania, changamkia fursa hiyo, lakini tumelimaliza bando la Power Bank na kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Dorothy Sem. Asante sana, na tunaomba tukutakie usikivu mwema. Kijora kinakuja hapa, sisi tutakutana kesho tena kuanzia saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 5 kwenye Power Bank ya Bongo FM. Mimi ni Brunide Mlawa. Stanislaus Lambert alikuwepo Arnold Philemon. Kwa niaba ya mtozo wetu Abdullah Ubaidullah Ali, tunasema asante sana. Kesho nayo ni siku. Bye bye. Ukiangalia dunia na vilivyomo, historia sasa na yajayo, una nafasi ya kusonga bila mipaka, bila mipaka. Hakuna tena cha kukuzuia, vizuizi vime
hadithi kusimuliwa. Sasa ni wakati wako kusimama na kuishangaza dunia. Tena waambie kwa vitendo, wakujue kama wewe ni mwamba pia. Sasa ni wakati wako kusimama na kuishangaza dunia. Tena waambie kwa vitendo, wakujue kama wewe ni mwamba pia. Hakuna mipaka, hakuna mipaka. Oh yes. Bongo FM 2026. Hakuna mipaka. Maskani ya michongo, fursa na makao makuu ya nchi. 89.7 Bongo FM. Wanetu wanaenjoy 89.7 Bongo FM Loliondo. Majirani zetu wote wanakuja hapa. Tutakaa nao kwenye kisofa, halafu tutaenda uwani, tutandike kijamvi, tuseme na Mwamfula, ukipenda karibu Kijora. Kijora ya Bongo FM, mdogo mdogo mpaka 8 kamili mchana. Endelea kujisogeza. Tunasema leo kina mama tandika mgeni akae, wanasema Kijora. Ama nazungumzia ungo wa Kijora. Leo hii tunatamba nao, msikilizaji ambaye unaweza kutusikiliza. Lakini katika yote kwa yote,